mtazamaji wa Kaifa TV Online Islamic popote pale ulipo duniani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Ramadhani Abdallah Muhammad na nyuma ya kamera leo tupo naye Bwana Amiri Sapu, na hapa tupo msikiti wa Sumbawanga, yani hapa tupo nje kabisa ya Manyoni, na maana tupo vijijini kabisa huko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam mzee, kwanza majina yako unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisi Yusufu. Hamisi Yusufu, inshallah. Wewe ni miongoni mwa wazee ambao wanapatikana katika kijiji hiki cha Sumbawanga. Naam. Sawa. Na mpaka sasa mzee, katika kijiji hiki una miaka mingapi? Kijiji hiki toka nimehamia hapa kutoka huko nilikotoka, naona nina miaka 20. 20 katika kijiji hiki. Naam. Aha. Je, katika umri wako una miaka mingapi sasa katika umri wako? Mimi katika umri wangu nina miaka 100. Kwa sasa hivi ninapozungumza hapo na miaka 100. Hapa ninapozungumza. Allahu Akbar. Na Allah ulijaliwa kupata watoto wangapi labda? Katika upande wa kizazi changu nimepata watoto 17. Watoto 17. Ambao ulibahatika kuoa wanawake wangapi? Nibahatika kuoa wanawake 3. Wanawake 3. Wapo hai mpaka sasa hivi wote? Alhamdulillah, nashukuru. Wapo hai na sina shida. Haya, sasa tukirudi katika upande wa dini katika kijiji hiki, wewe Uislamu uliukuta hapa upo katika hatua gani? Yaani wewe kipindi unahamia miaka hiyo mpaka leo miaka 20, Uislamu uliowakuta hapa walikuwa katika hali gani? Waislamu niliowakuta hapa kweli walikuwa na juhudi, walijaribu kujenga msikiti na tukatoa viwanja, wakatoa viwanja vyao tukajenga msikiti. Msikiti hiyo tulianzia na msikiti wa Tembe. Sawa sawa. Tukaenda nao mpaka tukafikia hatua kufikiwa na Waislamu kutoka nje ya Manyoni, Zanzibar, wapi, walifika katika msikiti huo na kuangalia. Basi walitusaidia sana kwa namna moja, kuomba kwa Waislamu wenye sadaka zao na Waislamu wenye kwata zao nzuri za kuangalia Uislamu una faida ipi. Hakika kweli wakatuletea rehema ya kutujengea msikiti. Sawa sawa. Ina maana hapa sasa, kumbe zamani kabla ya huu msikiti kuna msikiti mwingine ambao ulikuwepo, ambao ulikuwa ni wa Tembe. Ulikuwa ni hapa hapa au ni sehemu nyingine? Ulikuwa ni hapa hapa katika Sumbawanga. Katika Sumbawanga. Yaani eneo ni hili tuliokaa hapa sasa hivi au ni eneo lingine? Sio eneo. Eneo ni hili lakini nje ya hapa. Aha, ni nje hapa. Sawa sawa. Na kipindi hicho nani ambaye alikuwa ndio kiongozi sasa ambaye ndio alikuwa anasimamia huo msikiti? Kiongozi alikuwa kama ni viongozi walikuwa ni wengi na Waislamu ni wote, lakini aliyesimamia kabisa Uislamu na kusimamia vizuri alikuwa akiitwa Mzee Haji Shaibu. Haji Shaibu. Naam. Ambaye ndio alikuwa msimamizi wa msikiti kipindi hicho. Naam. Sawa sawa. Na maana sasa katika upande wa ibada sasa tukirudi hapo. Naam. Ibada zilikuwa zinapatikana kama kawaida, na maana Ijumaa na nini, si ndivyo? Ombi kwa Waislamu. Ombi langu mimi, nashukuru Waislamu tushikamane katika kamba ya Uislamu. Tuangalie na tuwe na nia njema. Tujaribu kujitahidi kwa nia na dhati ili tupate elimu. Basi ni hilo. Sawa sawa. Haya bana, tulikuwa na mzee hapa ambaye yeye ni miongoni mwa wazee ambao wanapatikana katika msikiti huu, lakini pia ni wazee ambao wana muda mrefu katika kijiji hiki cha Sumbawanga, ambao walikuwepo toka hapo awali kabla ya msikiti huu ambao hivi sasa sisi tumekaa hapa ndani, lakini kulikuwepo na msikiti mwingine. Lakini malengo yake ni kwamba ni vile vitisho ambavyo Muislamu mwenzao aliamua kuwatisha, ili ya kwamba watu wasiendelee na ibada kwa makusudio yake yeye mwenyewe binafsi. Nikwambie tu bana, ulikuwa nami Ramadhani Abdallah, bila kusahau nilikuwa naye Bwana Amiri Sapu, na hapa tulikuwa na mzee wetu Isa wa kijiji hiki cha Sumbawanga. Kwa kufikia hapa hatuna ziada, wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.